Sisi tuko mwisho wa Ramadhani. Leo ni tarehe 27. Tumebakisha siku 2 au 3. Na mwezi mtukufu wa Ramadhani tumefaradhiwa kwa sababu ya msingi iliyotajwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nayo ni kupata uchaji wa Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia la'allakum tattaqun. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna pengine iko kwako wewe na mimi, lakini hakuna pengine kwa Mwenyezi Mungu. Laala hapa ni kwetu sisi, lakini kwa Mwenyezi Mungu ni uhakika. Ikiwa utafunga mwezi mtukufu huu kwa namna anavyotaka Mwenyezi Mungu, lazima takwa itapatikana. La ukifunga unavyotaka wewe, ndio huenda ukapatikana. Tofauti iliyopo ni kufunga anavyotaka Mwenyezi Mungu au kufunga unavyotaka wewe. Na dalili ya kuwa somo yako imetakabaliwa ni unapotoka katika mwezi wa Ramadhani, unatoka uchaji wa Mwenyezi Mungu umetanda katika moyo wako. Hii ndio alama ya kutakabaliwa saumu yako. Ni alama ya kuwa wewe umefunga saumu kwa namna anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama tuna taksiri yoyote, tujibidiishe hizi siku 2 zilizobaki, tujitolee tufunge kwa namna anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La si hivyo, fungu lako katika saumu itakuwa ni kukaa na njaa na kiu. Bali kuna watu maal asafi shadid, masikitiko makubwa, ikifika karibu na Ramadhani wachonga michongo ya kuwa yale tuliyokosa yote katika mwezi wa Ramadhani yatatutambua. Mtu mujarrad wa kuwa na nia hiyo, huwa yeye bado hajafunga namna anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutatoka sisi tuingia katika Shawwal, tuweke kwenye akili zetu ya kuwa Rabbu shahraini wahid, Mola wa miezi miwili ni mmoja. Mola wa Ramadhani na Mola wa mfungo mosi na miezi inayofuatia ni mmoja tu. Kama uliacha kumwasi Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Ramadhani, basi ujue Mola yule uliyewacha yale ni huyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakabali saumu zetu, atulipe uchaji wa Mwenyezi Mungu. Kitu kikubwa sana ambacho kwamba yatakikanwa tuombe ni kumcha Mwenyezi Mungu. Walau anna ahla alqura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Lau kama watu wa miji, qarya huja ni kijiji na qarya vile vile huja ni mji. Maka yaitwa Ummul Qura, sio mama wa vijiji, bali ni mama wa miji. Lau kama watu wa miji watamwamini Mwenyezi Mungu, imani iliyothabiti, isiyotingisika, isiyokuwa na madoadoa, na wakamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Kumcha Mwenyezi Mungu ndio kila kitu.
ndio kufanikiwa, ndio baraka, ndio maisha mazuri. Katika maisha kuna kitu chaitwa raha. Raha haipatikani kwa mali, haipatikani kwa cheo, haipatikani kwa utukufu. Raha inapatikanwa kwa uchaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waweza kuwa na starehe nyingi lakini huna raha, na haya tunayoyaona. Waweza kuwa na starehe nyingi na vitu vingi vya kukujalia wewe uwe na starehe, lakini moyo wako ukawa hauna raha. Kwa hivyo tuelekeni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, turudini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kila ukirudi urudi zaidi. Useme mimi nimetubia ikakoma hapo kwa umetubia. Zidi kutubia, panda upande katika kutubia. Hii tauba pia nayo ina darajati. Ufike kiwango ya kuwa wewe hufanyi jambo lolote isipokuwa uangalie ndani ya lile jambo ipo radhi ya Mwenyezi Mungu au hakuna. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.